Katika macho ya mashabiki, mchezaji wa soka huonekana kama shujaa asiyechoka, mwenye nguvu zisizoisha na uwezo wa kurudi uwanjani kila wiki bila matatizo. Huonekana kama mtu aliyezaliwa kwa ajili ya mapambano, anayevumilia mikiki, mbio za kasi na mikwaju mikali bila kuyumba. Lakini nyuma ya mwanga wa viwanja, makelele ya mashabiki na shangwe za ushindi, kuna adui mkubwa anayewasumbua wachezaji wengi kuliko mpinzani yeyote: majeraha. Haya si maumivu ya kawaida ya mwili yanayopotea baada ya siku chache, bali ni mapigo makubwa yanayoweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa taaluma ya mchezaji, maisha yake ya kisaikolojia na mustakabali wa familia yake. Jeraha linaweza kumtoa mchezaji kileleni na kumrudisha chini ghafla bila huruma. Majeraha ni sehemu ya mchezo wa soka, lakini athari zake ni nzito na mara nyingi hazionekani moja kwa moja. Mchezaji anapoumia hasikii tu maumivu ya kimwili, bali pia huanza vita nyingine ngumu zaidi, ya vita ya akili na moyo. Ni vita isiyoonekana kwa macho ya mashabiki, lakini inayochosha zaidi kuliko dakika 90 za mechi ngumu. Hofu ya kurudi uwanjani, wasiwasi wa kupoteza nafasi na shaka kama atarejea katika kiwango cha awali humzingira. Kila maumivu madogo yanapotokea, akili humrudisha nyuma. Je, jeraha litarudi tena? Hali hii huwafanya baadhi ya wachezaji kucheza kwa tahadhari kubwa, hali inayopunguza ufanisi wao uwanjani. Kwa wachezaji, anayejenga jeraha linaweza kuwa kama breki ya ghafla kwenye safari yenye mwendo kasi. Msimu mzima anaweza kupotea bila kuonekana, huku wenzake wakipata nafasi, mashabiki wakimsahau na klabu zikibadilisha mipango. Katika soka la ushindani, muda hauwasubiri waliojeruhiwa. Mchezaji akikaa nje kwa muda mrefu, nafasi yake hujazwa haraka na kurudi kwake kunakuwa ni suala la muda tu, bali pia la ushindani kwa kuthibitisha thamani yake upya. Mmoja wa mawakala wa wachezaji wanaocheza katika ligi kuu bara, Carlos Sylvester, Mr. Mind, anasema mbali na maumivu ya mwili na akili, jeraha huja na gharama kubwa za kifedha, kwani mchezaji anapokuwa nje ya uwanja thamani yake sokoni hushuka. Anasema klabu huanza kusita kuongeza mkataba au kuwekeza zaidi kwa mchezaji mwenye historia ya majeraha ya mara kwa mara. Hapo pia wakala huanza kuwa na kazi ngumu ya kumtetea mchezaji mbele ya klabu, huku masuala ya afya na uimara yakitawala mezani. Kwa wachezaji wanaomaliza mikataba, jeraha linaweza kuwa pigo kubwa zaidi. Badala ya kuingia sokoni wakiwa katika viwango vya juu, huingia wakiwa na mashaka mengi. Anasema wengi hulazimika kukubali mishahara midogo au mikataba ya muda mfupi, ili hali wengine hupoteza kabisa fursa za kujiendeleza kimataifa. Mwanasaikolojia Charles Ndukwa anasema majeraha huacha alama kubwa kwenye akili ya mchezaji. Yule aliyekuwa jasiri kwenye makabiliano uwanjani huanza kuogopa, huku aliyekuwa anapiga chenga bila woga huanza kucheza kwa tahadhari. Hofu ya kuumia tena huathiri uamuzi uwanjani na mara nyingi husababisha kushuka kwa kiwango. Baadhi ya wachezaji huingia kwenye msongo wa mawazo, hasa pale jeraha linapochelewesha kurudi kwao au linapojirudia mara kwa mara. Anasema Nduchu, kukaa nje kwa miezi kadhaa bila uhakika wa kurudi huumiza zaidi kuliko kipigo cha mechi. Ndani ya chumba cha matibabu, mchezaji hujifunza uvumilivu, lakini pia hupambana na maswali mengi yasiyokuwa na majibu, ambayo humwathiri kiakili. Wachezaji tofauti ambao wamewahi kupitia majeraha ya muda mrefu wanasema tatizo hilo pia huathiri uhusiano wao na timu. Kukaa nje ya uwanja humfanya ajisikie kutengwa, hasa pale timu inapoendelea kushinda. Bila yeye, furaha ya ushindi hugeuka kuwa maumivu ya ndani, kwa sababu anajua hakuwa sehemu ya mpambano. Anasema mmoja wa wachezaji, kipindi cha kuumia ndicho kigumu zaidi kuliko kupoteza mechi. Unaposhuhudia wenzako wakipambana, kushangilia mabao na kupokea pongezi, huku wewe ukiwa pembeni, moyo huumia maradufu ya jeraha lenyewe. Rais wa Yanga Engineer Hersi Said aliwahi kusema kwa upande wa klabu, majeraha ya wachezaji ni hasara kubwa ya kiufundi na kiuchumi. Alisema kocha hulazimika kubadilisha mipango, kujaribu mifumo mpya, wakati mwingine kumchezesha mchezaji nje ya nafasi yake halisi, na kwamba hali hiyo huathiri mwendelezo wa timu na matokeo. Ili hali wakati mwingine anapata changamoto akiwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, alafu shida inakuja kwenye timu kumtibia. Klabu kuendelea kulipa mishahara ya wachezaji wasio uwanjani
ni jambo linaloongeza mzigo wa kifedha. Kwa klabu ndogo, jeraha la mchezaji muhimu linaweza kuvuruga msimu mzima. Aliwahi kukaririwa akisema, katika soka la kisasa ratiba ngumu na idadi kubwa ya mechi zimeongeza hatari ya majeraha. Wachezaji wanacheza ligi, mashindano ya vikombe, mechi za kimataifa na kufanya safari ndefu bila muda wa kutosha wa kupumzika. Mwili unapofikia kikomo, jeraha huwa haliepukiki. Aliyewahi kuwa daktari wa timu ya taifa Gilbert Kidadie anasema kuna umuhimu wa maandalizi ya kisayansi, lishe bora na mapumziko kwa mchezaji. Anasema klabu zinazowekeza kwenye tiba, mazoezi sahihi na ufuatiliaji wa afya ya wachezaji hupunguza hatari ya majeraha, lakini sio kuondokana nayo kabisa. Licha ya changamoto zote, majeraha pia yanaweza kuwa darasa. Wapo wachezaji waliotumia kipindi cha kuumia kujijenga kiakili na kurejea wakiwa na nidhamu zaidi na mtazamo mpya. Wengine wamejifunza kutathmini kila dakika wanayopata uwanjani, wakijua kuwa soka linaweza kuwageukia wakati wowote. Anasema kwa mashabiki ni rahisi kumhukumu mchezaji anaporejea akiwa hajafikia kiwango chake, lakini mara chache hujiuliza ni vita gani amepitia nje ya macho yao. Kurejea kutoka kwenye jeraha si suala la kupona tu, bali ni safari ndefu ya kuijenga upya imani ya kimwili na akili. Akizungumzia suala la majeraha, kipa namba 1 wa Simba Musa Pinpin Kamara anasema kuna sababu nyingi zinazoweza kumfanya mchezaji akajikaza na kuamua kukaa na majeraha bila matibabu. Anasema mchezaji anapopata majeraha, hasa yale yanayohitaji upasuaji, huwa ni ngumu kuridhia hilo tendo kufanyika. Haikuwa rahisi kukubali hii hatua. Nilikuwa na wasiwasi sana, lakini madaktari wa klabu yangu Simba, viongozi, wasimamizi na familia wamenisaidia sana kubadili akili yangu. Ni kweli nilikuwa sikubaliani na uamuzi huo kabisa, anasema mchezaji huyo. Madaktari walionifanyia upasuaji wameniambia hakukuwa na njia nyingine ya kupona bila kufanya hiki kilichofanyika. Taarifa iliyonivutia, wamenionyesha wachezaji wakubwa tu waliopitia tatizo kama hili na wakapona, na sasa nawaona wanacheza kama kawaida. Wameniambia nitapona ndani ya wakati. Naye beki wa JKT Tanzania Hassan Dilunga anasema wachezaji wengi wakipata majeraha wanaogopa sana kufanyiwa upasuaji kwa sababu ni aina ya matibabu yanayoweza kumuweka nje kwa muda mrefu. Hata mimi wakati napata shida majeraha, wakati ule ilikuwa ngumu kwangu kukubali kufanyiwa upasuaji kwa sababu nawaza itakuwaje, kumbe ni matibabu bora zaidi. Anasema kwanza unakuwa hujategemea wakati huo kufanyiwa matibabu ya aina ile. Wengi wanadhani ndio mwisho wa kazi ya soka. Hicho ndicho kitu kikubwa. Unaweza kukaa mwaka mmoja nje kama mimi kutokana na aina ya jeraha. Kuona huko nje na kazi yako kunampa mchezaji yeyote wakati mgumu na inaathiri kisaikolojia. Ukiona wenzako wanacheza au wakifungwa, unatamani uwepo upambanie timu. Wakati mwingine mkataba unaweza kumchanganya zaidi mchezaji. Anapata majeraha wakati muda ndio unaisha. Lakini kwa mtu anayejiamini anaweza kupambana na kurudi tena kwa sababu kuna kitu alichoonyesha. Beki mwingine wa timu hiyo David Bryson anasema moja kati ya historia mbaya ambazo alianza kuwa nazo KMC mpaka alipotua Yanga ni majeraha, na yalimrudisha nyuma katika mambo mengi. Katika kitu kibaya ambacho kimewahi kunitokea kwenye maisha yangu ya soka ni majeraha. Yamenirudisha nyuma sana. Huenda nisingekuwa hapa. Kuna vitu nilitakiwa nivipate, ila majeraha yakanikwamisha. Wakati nipo KMC nilipata mwaliko wa kwenda Serbia kufanya majaribio, lakini ilishindikana. Anasema star wa zamani wa Yanga Stefan Aziz anasema hajawahi kupata majeraha makubwa kumfanya awe nje ya uwanja kwa muda mrefu, lakini watu wake wa karibu amewashuhudia wakipitia kazi ya hiyo. Maisha ya wachezaji yanaharibiwa na majeraha ambayo mara nyingi yanatufanya kukaa nje kwa muda mrefu. Ndio maana wengi wanagoma kufanyiwa upasuaji, anasema Aziz Ki. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kuwa nasi, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Achia maoni yako kuhusu hichi ambacho nimetoka kuelezea. Mimi ni Queen Lizzy, hadi wakati mwingine, kwa heri.